أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. Mandugu zangu Waislamu, tunaendelea na ile visa vyetu vya mitume. Tunaendelea na ile kisa mtume Ibrahim alayhi salam. Jana tuliachia mtume Ibrahim alayhi salam na mtume Lut alayhi salam wakiwa wanafanya hijra na kuelekea katika ile ardhi ambayo imebarikiwa upande wa Jerusalem. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, wanajainahu waludan ila al-ardi allati barakna fiha lilalamin. Tulimwokoa mtume Ibrahim alayhi salam pamoja naye mtume Lut alayhi salam. Mtume Ibrahim alayhi salam alikuwa ni anko ya mtume Lut alayhi salam, ni nduguye ndiyo alimzaa mtume Lut alayhi salam, peke yake ndiyo alimwamini. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, fa amana lahu Lut. Lut peke yake ndiyo alimwamini mtume Ibrahim. Kwa hiyo maajabu, kwa hiyo maajabu ambayo imetendeka ya kuwa mtume Ibrahim alayhi salam kashatoka ndani ile moto, wale watu wake wote walimkataa pamoja naye baba yake mpenzi. Allahu akbar. Mtume Ibrahim alayhi salam kabla hajatoka katika ile town ya Babylon, akawaambia watu wake, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Ibrahim alayhi salam pale alipowaambia baba yake na qaumi yake wale watu wake, aliwaambia nini? Mimi nimejitenga mbali na hayo ambayo mnayoabudu. Allahu illa alladhi fadarani fa innahu sayahdin. Sasa mtume Ibrahim sikia vile anaambia isipokuwa yule aliyeniumba mimi. Mtume Ibrahim alayhi salam alikuwa anamwamini yule ambaye alimuumba yeye, kama sisi Waislamu. Allahu akbar. Sisi tunaamini Mwenyezi Mungu ambaye ile alituumba sisi, na yeye ndiyo atanaongoa katika ile njia ambayo imenyoka. Mtume Ibrahim tusikize vile atasema, وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Mtume Ibrahim alayhi salam akaliwacha neno ambaye itakuwa inatumika na vizazi vyake ambaye wala watakuja baadaye ili warejee. Ni neno gani hiyo? La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah ndo mtume Ibrahim alayhi salam aliyowachia watu yake na qaumi yake na baba yake. Allahu akbar. Lakini hawakumsikiza. Waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Mtume Ibrahim alayhi salam akasema nini? Sasa wacha niondoke, wacha niende kwa Mwenyezi Mungu yangu, Mwenyezi Mungu wangu atanaongoa. Allahu akbar. Mtume Ibrahim akaanza safari yake. Sasa katika ile ardhi Sham ni nchi nne ambaye sasa hii imeshikana, ndio ilikuwa inaitwa Sham, ardhi Sham. Nchi ya kwanza ni Syria, ya pili ni Lebanon, ya tatu ni Palestine, na ya nne ni Jordan. Hiyo nchi nne ilikuwa inashikana, ndio ilikuwa inaitwa ardhi Sham. Sasa mtume Ibrahim safari yake akiwa anatoka Iraq, nchi yake ya kwanza kabisa kuingia inakuwa nchi ya Syria. Wakati ile amefika Syria katika city ambayo inaitwa Haran. Ile city ya Haran, mtume Ibrahim kufika mchana anakuta watu wake wanamwambia, sisi tunaabudu nyota, sisi tunaabudu sayari. Mtume Ibrahim alayhi salam akashangaa na wao. Usiku kufika ile giza, sasa ile giza iliingia, town nzima wanatoka nje ya town kwenda kutafuta ile star ama ile nyota ambayo wangeabudu. Sasa mtume Ibrahim ameshangaa. Sasa mtume Ibrahim anataka kuonesha mauidha, anataka kuwapatia mawaidha, lakini kupitia nini? Kupitia hiyo uongo yao na hiyo ujinga yao, anataka kuonyesha hiyo kitu hakuna. Mtume Ibrahim ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmau'izati alhasana. Sasa unataka kupatiana mawaidha, sasa unataka kupatiana maneno matamu, patiana na hekima na mawaidha ambayo ni mema kabisa. Haitaki nguvu, haitaki utumie nguvu
kuita watu katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Angalia Mtume Ibrahim alayhi salam venye atawafanya watu wake wakati ile walitoka nje ile town. Falamma janna alayhi al-laylu raa kawkaban qala hadha rabbi. Allahu Akbar. Ilipoingia usiku Mtume Ibrahim alayhi salam akatoka na wao pamoja katika ile nje ile town, akawaambia angalieni ile sayari, angalieni ile star, mnaona hiyo nyota, huyo ndo Mungu yangu, njooni muone ile Mungu yangu. Wengine wote wakashangaa, wanajiuliza ala, huyu sasa amekuwa miongoni mwetu. Wamefurahia sana. Sasa ameonesha sayari ambaye ile Venus ambaye inang'ara vizuri. Anasema angalieni Mungu yangu venye anang'ara vizuri, venye ako smart, anametameta sana. Allahu Akbar. Wanashangaa, wanafurahia. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Mara tu ilipotua, ilipopotea, ilipozimika, akasema wallahi mimi silipendi ile jambo ambaye inatua ama inazimika ama inapotea. Allahu, huyu hawezi kuwa Mungu yangu, kwa sababu Mungu yangu ni daima. Mungu yangu saa hii sasa huyu amepotea, mimi nitamuomba nani? Mimi kama saa hii niko na shida, nitamuita nani? Nitongoja mpaka kesho usiku niongoje ile sayari atokee, ule star atokee ndio nirudi kumuomba? Wakaanza kushangaa, wakaanza kusema hiyo inaingia akili kidogo. Yes. Sasa usiku ya pili, falamma raa al-qamara baziqan qala hadha rabbi. Allahu Akbar. Usiku ya pili akaona ile mwezi ambaye linachomoza ile mwezi, akasema kujeni, njooni naoneshe Mungu yangu, huyu ndio Mungu wangu mlezi. Angalieni venye anang'ara, hata ni mkubwa kuliko hawa manyota ambaye nyinyi mnaabudu. Hawa watu walikuwa naabudu nyota, hawakuwa naabudu mwezi. Wanashangaa. Sasa huyu amekuja na innovation mpya. Sasa lazima hata sisi tufikirie, tuanze kumwabudu hata hii mwezi. Mwezi anakaa ni mkubwa hata kuliko wale manyota ambaye tulikuwa tunaabudu. Allahu Akbar. Mtume Ibrahim anajaribu kuangalia akili yao. Falamma afala. Allahu Akbar. Mara tu ile mwezi ilipotua, ilipopotea, mara tu Ibrahim alayhi salam akasema nini? Watu wake wote wanamwangalia. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi dhalin. Kama Mungu wangu mlezi hata niongoa, wallahi nitakuwa katika watu waliopotea. Allahu Akbar. Angalia Mtume Ibrahim anajaribu kuonesha Mungu wangu ni daima, Mungu wangu hapotei, Mungu wangu hazimiki, venye hawa kiumbe ya Mwenyezi Mungu inazimika. Allahu Akbar. Kisema kama Mwenyezi Mungu wangu hata niongoa, kwa sababu huyu mwezi sasa amepotea, nitamongoja mpaka kesho ndio hiyo mwezi ikitokea ndio nianze kumabudu. Mchana nitamuomba nani? Mara tu asubuhi ikiingia, wakiwa pale, falamma raa ash-shamsa baziqatan qala hadha rabbi hadha akbar. Allahu Akbar. Mara tu ile jua likachomoza, akasema kujeni naoneshe Mungu yangu sasa, huyu ndio Mungu yangu, huyu ndio sasa mkubwa kuliko wale wengine wote. Angalieni huyu jua, huyu sasa ndio Mungu yangu. Allahu Akbar. Wanashangaa, wanasema hatujaona kitu kama hiyo maisha yetu. Sisi tulikuwa tunajua tunaabudu masayari, tunaabudu nyota. Sasa mtu amekuja mpaka anatuambia tuabudu jua. Wameshangaa. Mara tu falamma afalat, mara tu ile jua tu sasa ikaanguka jioni ile usiku. Sasa wale walikuwa wanatokanga nje kuomba Mungu yao ile mastaa yao usiku. Falamma afalat, mara tu ikaanguka, wakamuuliza haya, akamwambia nini? Qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun. Ewe watu wangu, ewe qaumi yangu, mimi najitenga mbali na hayo ambayo mnayoshirikisha nayo. Hao mnayoshirikisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi nimejitenga nao mbali kabisa. Jueni Mwenyezi Mungu yangu ni nani? Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fadara as-samawati wal arda hanifa wama ana minal mushrikin. Akaanza kuambia nini? Mimi naelekeza uso wangu sawa sawa kabisa kwa aliyeumba mbingu na ardhi.
na mimi simo pamoja na wale ambao wanaoshirikisha. Allahu akbar. Mimi simo miongoni mwao. Allahu akbar. Abu angalia Mtume Ibrahim alayhi salam aliwapitiza hiyo test yote kuonesha watu wake ni nani ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza ndani ya Qur'an vizuri ni nani Mtume Ibrahim alayhi salam. Mwenyezi Mungu anasema nini? Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikin. Ibrahim hakuwa Myahudi, Ibrahim hakuwa Mkristo, Ibrahim alikuwa ni Muislamu ambaye ni mwongofu. Allahu akbar. Na Ibrahim hakuwa mshirikina. Mtume Ibrahim alayhi salam, ni nani ambaye amekaribia Ibrahim alayhi salam sana? Ni nani anafaa kupiga kifua kusema Ibrahim alayhi salam ni mmoja wao? Inna awla nasi bi Ibrahima lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ukweli ya kwamba Ibrahim alayhi salam amekaribiwa zaidi na wale ambao walimfuata Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alikuwa anaabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Wa hadha an-nabiyyu, ni mtume gani huyo? Ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yeye ndio alimfuata Ibrahim kwa ukaribu kabisa. Walladhina amanu, na wale ambao waliomwamini ni nani? Ni sisi ambaye sasa tuko hapa. Alhamdulillah, alshukrillah. Na Mwenyezi Mungu ni mlinzi wa waumini. Allahu. Ibrahim alayhi salam alikuwa anamwabudu Mwenyezi Mungu ambaye aliyeumba mbingu na ardhi. Na sisi kama Waislamu tunaamini Mwenyezi Mungu ambaye aliumba mbingu na ardhi. Ni kweli ama ni uongo? Watu wake sasa katika ile siti Haran watu wake wakaanza kubishana naye. Wahajahu qawmu, watu wake wakaanza kuwa na mabishano naye na hojiana naye. Ibrahim ndo alikuwa mtume peke yake ndani ya Qur'an, amehojiana na watu wake, alihojiana na baba yake, alihojiana na qomi yake, alihojiana na king, jana tuliongea juu yake Namrud, na alihojiana na watu wa Haran, na itaendelea. Mtume Ibrahim alayhi salam ndo alikuwa na power ya kuhojiana. Akasema nini? Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Je, mnahojiana na mimi vipi? Mnahojiana na mimi kuhusu Mungu yangu vipi? Hali yeye ameniongoa katika ile njia ambayo amenyooka. Allah. Wala aqafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a. Na mimi siogopi. Walianza kumstua naye wakasema ya kwamba hao Mungu yetu watakudhuru, hao Mungu yetu watakulani, hao Mungu yetu watakusibu na mambo mabaya na ugonjwa mabaya. Ibrahim alayhi salam akasema ni siwezi waogopa, mimi siwezi waogopa kabisa, ila kama ni kuna shida yoyote itanipata ni ila Mwenyezi Mungu akilipenda peke yake ndio itanipata. Lakini hao Mungu yenu, hao mastaa, hao ni vimbo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawezi nidhuru na kitu yoyote. Allahu. Abu angalia Mtume Ibrahim alayhi salam, Ibrahim alikuwa na power ya kuhojiana hali ya juu. Abu angalia ile swali atauliza, wa kaifa aqafu ma ashraktum wala taqafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana. Kivipi nitavikofu haya ambayo mnaoshirikisha naye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hali nini hamuogopi Mwenyezi Mungu na mnamwekelea kitu ambaye hakuteremsha na udhibitisho naye? Allahu akbar. Akawauliza very powerful question, fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Ni nani, kundi gani ambaye katikati yetu hii kundi mawili, upande yangu na upande yenu, ni nani ambaye akona haki zaidi kuwa na amani? Haki zaidi kuwa na amani. Ni nani anafaa kuwa na amani? Ni nani anafaa kufurahia kwamba siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atampatia janna kama nyinyi mnayojua? Ni nani akona haki? Angalieni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamjibu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajibu hiyo swali. Wale watu Haran walishinda kujibu hiyo swali. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini?
alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wale ambaye walioamini na hawakuchanganya imani yao pamoja na dhulmi. Dhulmi maana yake ile kubwa kabisa ni shirk. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni ile dhulmi ambayo ni kubwa kabisa. Wale ambaye hawakuchanganya imani yao na shirki, hawakuendea waganga, hawakuabudu mambo zingine, walimwabudu tu Mwenyezi Mungu peke yake, hawa ndio watakuwa na amani ya hali ya juu, na hawa ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataongoa katika ambaye ile njia ambayo imenyooka. Mwenyezi Mungu atufanye mmoja wao, amin. Angalieni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala venye anatuambia Mtume Ibrahim alayhi salam anafanya, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Mwenyezi Mungu anasema hiyo ndio ile power tulimpatia Mtume Ibrahim, tulimpatia kuhojiana na watu wake kwa hali ya juu. Mwenyezi Mungu anasema ile power Mtume Ibrahim tulimpatia kwa kuhojiana na watu wake, mpaka kila wakati anawashinda watu wake tenil, mpaka wanakosa ansa ya kumjibu Mtume Ibrahim alayhi salam. Baada mtu kukosa ansa, ile mabishano ile na ile mazungumzo, mtu akishindwa, mtu hufanya nini? Mtu anaanza sasa kutoka na violence, anaanza kupigana naye. Wakataka kumuua Mtume Ibrahim alayhi salam, watu haramu wakaanza kumpangia njama ya kummaliza, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Mtume Ibrahim, ondokea hapa sasa, enda katika ile ardhi ambayo imebarikiwa, Jerusalem, Masjidul Aqsa. Mtume Ibrahim alayhi salam akaondokea usiku, akawacha watu Haran wakiwa wameshindwa, lakini akaelekea mpaka Palestine, Jerusalem. Akafika Masjidul Aqsa. Ibrahim alayhi salam na Lut alayhi salam na bibi yake Sara walikuwa naishi pamoja katika hiyo ardhi ya Baitul Maqdis, ambaye hakuna mtu yote alikuwa naishi, lakini ilikuwa ni ardhi ambayo ni sacred. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anaweka. Wakaishi pale kwa muda mrefu mpaka ikafika kiangazi. Baada ya kufika kiangazi, wakaanza kupata kiangazi kali. Mtume Ibrahim alayhi salam akamwambia Lut alayhi salam, sasa elekea upande ya Sodom, upande ya Dead Sea. Mtume Lut alayhi salam akaelekea upande wa Sodom and Gomorrah. Mtume Ibrahim alayhi salam akaelekea upande ya Misri. Sasa tutamrudia historia Mtume Lut alayhi salam, wacha tuendelee na historia Mtume Ibrahim alayhi salam. Mtume Ibrahim alayhi salam akaelekea upande wa Misri kufika Cairo. Sasa katika ile mji wa Cairo kulikuwa na king, kulikuwa na mfalme ambaye alikuwa ni mbaya kabisa, mfalme mjeuri, mfalme ambaye alikuwa anafanya mambo mabaya ya kila aina. Lakini Mtume Ibrahim alayhi salam wakati ile alifika katika ile city, akakujiwa na Jibril alayhi salam. Hiyo iko ndani ya Sahih al-Bukhari. Jibril alayhi salam akamwambia Ibrahim, kuna king already, wewe na bibi yako mshaonekana, na wale messengers ya king walikimbilia mpaka kwa king, kwa ile mfalme, wakamwambia kwamba mfalme, kule kuna jamaa ambaye anaingia katika hii city, anatembea na msichana ambaye ni mrembo kabisa. Allahu Akbar. Ile msichana alikuwa ni mrembo kabisa. Baada ya mama yetu Hawa ilikuwa ni Saida Sara. Saida Sara alikuwa ni mrembo sana. Allahu Akbar. Hakuna mwanamke mwingine alikuwa ni mrembo kuliko Saida Sara baada ya Saida Hawa. Allahu Akbar. Sasa akaambua kuna mwanamke ambaye ni mrembo kabisa anaingia katika hii city yetu, lakini kuna mtu ambaye anatembea naye. Akasema endeni mumuulizeni, kama huyo mtu atasema ni ndugu yake, wachana naye. Akisema ni bwana yake, kateni kichwa hata asifike hapa. Sasa hiyo Mtume Ibrahim alayhi salam alifikishwa hiyo message na Jibril alayhi salam, akaambia kuna hiyo maneno yanaendelea na wewe unapangiwa njama. Hawa watu wakikujia, usisema huyu ni bibi yako, na mwambie Sara ya kwamba wewe ni ndugu yake pia. Mtume Ibrahim alayhi salam akamwambia Sara, kuna mambo kama hayo yanataka kutendeka, lakini ujue ya kwamba Mwenyezi Mungu wako na sisi. Lakini wao wakifika wakikuuliza huyu ni nani, wewe sema wewe ni ndugu yangu.
kwa sababu sisi wawili tu ndio Waislamu hapa. Innamal mu'minuna ikhwa, sisi wawili ndio Waislamu. Wewe ni dada yangu Muislamu na mimi ni ndugu yako Muislamu. Tukisema wewe ni dada yangu na mimi ni ndugu yangu ni sawa kabisa. Hapo sijadanganya. Ndio inasemekana Mtume Ibrahim alayhi salam kashawahi sema kitu ambaye inakaribiana na uongo mara 3 katika maisha yake. 2 alisema kwa sababu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na moja ni wakati hii. Hiyo iko ndani ya Sahih al-Bukhari. Inasemekana Mtume Ibrahim alayhi salam wakati ile watu wake walimkujia wakamwambia twende tu celebrate ile Eid yetu. Ilikuwa ni usiku, wanaenda kucelebrate, wanaenda kucheza. Akawaambia akiwa analala kifudi, akiwa analala na mgongo yake hivi, akaangalia juu akaona ile nyota. Fanadhara nadratan fi nujum, akaanza kulipiga jicho lake katika ile nyota. Akasema nini? Faqala inni saqim, hakika mimi ni mgonjwa, mimi siwezi toka, mimi ni mgonjwa. Mtume Ibrahim alayhi salam hakuwa mgonjwa katika mwili, lakini alikuwa amechoka na ile mambo ambayo walikuwa wanamuitia. Hapo ni ya kwanza. Ya pili, Mtume Ibrahim alayhi salam saile wale who is who, the almala, the big boys of the town, sale walimuita wakamuuliza Ibrahim, qalu anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, ja Ibrahim, ni wewe ndio umefanyia haya mamungu yetu, wewe ndio ulikatakata hii mamungu yetu ukamaliza? Akasema nini? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun, muulizeni huyu mkubwa, kwa sababu kuna mmoja alikuwa ni mkubwa yao kabisa, ile masanamu, ule mmoja mkubwa kabisa. Baba yake alikuwa anamwambia anajua kila kitu, alikuwa na masikio marefu. Sasa anasema ulizeni huyu, sio mlikuwa mnasema anajua kila kitu, muulizeni ni nani alivunja hao masanamu wengine. Ni yeye. Mnaona hiyo shoka iko juu yake, ni yeye ndo amevunja. Mtume Ibrahim alayhi salam. Ya pili ni hiyo. Na ya tatu ni sahihi venye anasema huyu ni dada yangu, lakini kuangalia ukweli, huyu ni nani? Huyu ni bibi yake, lakini dada yake ya Kiislamu. Lakini yeye alikuwa anajisaidia kwa sababu ilisemekana akisema huyu ni bibi yake angekuwa amekata kichwa. Kaambiwa sema huyu ni dada yako. Sisi kila siku tunadanganya. Mtume Ibrahim alayhi salam at least alikuwa na save a life, lakini sisi kila siku kazi yetu ni kusema uongo. Hata tujashikiwa anything, ni kudanganya kila wakati. Wa inna rajulan la yakdhibu hatta yuktaba inda Allahi al-kadhab. Mwanaume atakuwa anadanganya kila wakati mpaka kitabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa anamwandikia yeye ni muongo. Na ukiandikiwa katika ile kitabu wa Mwenyezi Mungu wewe ni muongo, wewe ni write off. Huwezi ongoja janna tena, kwa sababu laana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itakupata. Mwenyezi Mungu atuchunge naye. Mandugu zangu Waislamu, tukiendelea, Sara akachukuliwa mara moja akapelekwa katika ile king. Sasa Mtume Ibrahim alayhi salam sasa alikuwa anachukuliwa, akaambiwa usimsahau, kuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakusaidia. Sara akaanza kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kufika katika ile king kumuona hivi, aliona na mwanamke mrembo kabisa. Akaambia wale wanawake yake wale wanakaa katika ile kasri yake, akaambia mvalisheni nguo, mvalisheni dhahabu, mvalisheni kila kitu, mpelekeni katika ile room yangu. Sasa huyu king alikuwa ni king ambaye ni mjeuri, ni jabbar, alikuwa na watu, alikuwa ni king mbaya, alikuwa ni king mzinifu. Sasa akaamua akaenda katika ile nyumba sasa kuingia ndani. Sasa kuna wanazuoni wameikhtilafiana, kuna maoni tatu ambayo wametupatia, na yote tatu inaelekea mali moja. Wacha tutaje yote tatu na tuseme ni gani ndio ya ukweli kabisa. Ya kwanza kabisa inasemekana king akiwa anataka kumwendea na mkono yake hivi kumshika Sara, mara moja ile mkono inakauka. Kukauka ile mkono hawezi toa ile mali iko. Anaanza kumwambia sasa, fanya hivi, niombe Mwenyezi Mungu yako anitolee mkono. Sara anamwomba Mwenyezi Mungu, ya Allah, mimi nimejiweka kwa sababu wanangu, ya Allah, lakini ya Allah, watu wasiseme mimi nimemroga, ya Allah, muachilie tu mara moja. Mwenyezi Mungu anamfanya tena kawaida. Tena mara ya pili anaenda naye kwa mkono, anataka kumguza, ile mkono inakauka hapo. Tena anasema niombe Mwenyezi Mungu yako, anamwombea tena. Tena mara ya tatu anaenda naye kwa mkono, tena anamwambia niombe Mwenyezi Mungu yako, anamwombea tena. Allahu Akbar. Mara ya tatu, baada ya mara ya tatu, sasa akaenda akampatia zawadi. Tutakuja kujua hiyo zawadi ni gani.
Wanazuoni wengine wanasema akiwa anataka kumwendea ni mguu kuliko mkono. Sasa ni mguu ndio ilikuwa nakauka, inashinda kumfikia ile mali ambaye Sara yuko. Allahu akbar. Na ya tatu, alikuja katika ile room akamkuta Sara akiwa na huzuni ya hali ya juu, akakuja akakaa karibu yake, kwa sababu alikuwa na mwanamke mrembo sana, alikuwa anamtaka sana na hakuwa anataka amshike na nguvu. Akakuja akakaa karibu yake, anampatia dhahabu, anampatia mambo mazuri, anampatia diamond, anampatia kila kitu. Sara aoni hiyo. Allahu akbar. Mara ya mwisho usingizi ikamchukua, kulala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamletea katika ndoto venye kama hawezi muacha huyu mwanamke Sara amwachilie na aende. Mwenyezi Mungu alimuonesha ile adhabu ambayo atamletea. Aliambiwa kuna kitu kama hii imehappen, kuna mwanamke kama huyu amekuja kwako, kama huwezi muachilie na umpatie zawadi, hii adhabu wewe na hao watu wako wote mtamalizwa. Mara moja akaruka katika ile usingizi, akastuka. Kuona hivyo akaamua sasa afanye venye aliambiwa. Akaenda akamchukua a noble woman Hajar, akampatia zawadi kwa Sara, akamwambia huyu msichana naye nimekupatia kama zawadi, uende naye. Na huyo msichana inasemekana alikuwa ni noble. Kuna watu ambao wanasema alikuwa ni slave girl. Hakuwa slave girl, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoka kutoka lineage yake ya Hajar. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith sahihi inasemekana ya kwamba ile uzazi yake kutoka Adam alayhi salam mpaka kwake hakuna slave alikuwa ndani, na yote ilikuwa ni piwa, watu ambaye ni wazuri ambaye wanajulikana. Allahu akbar. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa Hajar akapatwa kama zawadi, na alikuwa from a noble family ya Misri, akapatwa kama zawadi. Mtume Ibrahim alayhi salam akaishi katika Misri, katika Cairo kwa muda mrefu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampatia baraka, akampatia mbuzi, akampatia kondoo, akampatia mali ya kila aina. Wale sasa watu wa indigenous, wale watu wa Misri wakaanza kumuonea wivu, walikuwa wanataka tena wampangie wammalize Mtume Ibrahim alayhi salam. Mtume Ibrahim alayhi salam akachukua mali yake, akachukua bibi yake, akarudi katika ile nchi ambayo imebarikiwa Jerusalem. Allahu akbar. Mtume Ibrahim kurudi huko, bibi yake alikuwa ni mrembo kabisa, lakini shida moja alikuwa naye, alikuwa ni tasa, hazai. Mtume Ibrahim alayhi salam amefika 80 years, lakini wife yake hazai. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Mtume Ibrahim alayhi salam ajitairishe akiwa 80 years. Hakuna shindano ya kuzuia uchungu, ajitairishe mwenyewe. Mtume Ibrahim alayhi salam akajitayarisha. Baada hiyo Sara akaanza kumwonea huruma, akaona Mtume Ibrahim anazidi kuwa mzee, anazidi kuwa mnyonge na hana mtoto. Akamwambia sasa huyu msichana ambaye ni Hajar ambaye tumepatiwa kama zawadi, muoe huyu msichana, labda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza kupatia kitu. Mtume Ibrahim kila wakati alikuwa anamuomba Mwenyezi Mungu, Rabbi habli minas salihin, ya Allah nitunikie mtoto ambaye kutokana na wale ambaye watu ambaye ni wema kabisa. Allahu akbar. Mandugu zangu Waislamu, baada ya Mtume Ibrahim alayhi salam kumuoa Hajar, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampatia zawadi, fabasharnahu biqulamin halim. Mwenyezi Mungu anasema tumembashiria, tumempatia mtoto ambaye ni mpole, mtoto ambaye ni mzuri. Mtume Ibrahim alayhi salam for his first time in 90 years anaona mtoto wake wa kwanza. Allahu akbar. Mtume Ibrahim alayhi salam akafurahi sana baada kupata mtoto. Ile mtoto amefika 2 years old peke yake, miaka 2 peke yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia chukua bibi yako na mtoto yako, anza safari, na anza safari kwa direction ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupeleka. Mtume Ibrahim alikuwa anafanya hijra after hijra, alikuwa anaanza safari kutoka hapa, anatoka anaenda hivi. Sasa ni safari nyingine tena imeingia, atoke Jerusalem na elekee upande mwingine ambaye Mtume Ibrahim alayhi salam hajui. Mwenyezi Mungu akamwambia anza hiyo safari. Akamchukua ile Hajar, akamchukua ile mtoto wake mdogo ambaye ni miaka 2 peke yake, wakaanza ile safari kuelekea. Wakapita mabonde na mamlima na kila kitu.
wakafika mahali ambaye hakuna mimea, hakuna kitu chochote, ni mlima peke yake imesimama na ni joto kupita kiasi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, weka hiyo mtoto na hiyo bibi pale waishi hapo katikati ya nowhere. Hakuna binadamu anakaribia, hakuna mimea, hakuna maji, hakuna anything. Mtume Ibrahim alikuwa na maji kidogo, akamwachia ile maji, akamwambia tume hii maji, na alikuwa na tende kiasi katika bag, akamwachia ile tende pale, akamwambia chukua. Mtume Ibrahim alikuwa ni nani? idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Kila wakati akiambiwa jisilimishe Mtume Ibrahim, jinyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alikuwa anasema niko tayari kunyenyekea Mola wa ulimwengu wote. Kila wakati Mtume Ibrahim, wewe uko mnyonge, wewe uko miaka 90, unaambiwa mwache mtoto yako katika mahali ambaye hakuna mimea, ni barren land, hakuna kitu yote ambaye inamea, unaambiwa wacha mtoto wako na bibi yako hapo, hata ujui ni nini itachukua next. Lakini Ibrahim alayhi salam kila wakati alikuwa anasikia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. That's why Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, wattaqadha Allahu Ibrahima qalila. Mwenyezi Mungu alimchukua Ibrahim kama rafiki yake ya ndani, kama rafiki yake ya karibu kabisa, Mtume Ibrahim alayhi salam. Sasa Mtume Ibrahim alayhi salam kwa wacha akageuka akaelekea. Hajar anashangaa sana. Hajar anakimbia nyuma Ibrahim alayhi salam, anamuuliza, wewe Ibrahim, wewe unatuachia nani? Wewe unatuachia katika hii ardhi hata kuna binadamu anaishi, hakuna mimea, hii jua ni kali, hakuna mtu, unatuachia nani Ibrahim? Ibrahim alayhi salam aongei, anaelekea katika ile bonde, katika ile mlima. Hajar anamfuata nyuma akiwa analia, akamwambia, Allahu amaraka bihadha, je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye amekuamrisha ufanye hivyo? Ibrahim alayhi salam akiwa hajageuka akisema, naam, yes, ni Mwenyezi Mungu aliniambia hivyo. Idhan la yad'ana Allah, akasema hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kutuacha bure, enda tu. Mtume Ibrahim alayhi salam akaenda upande mwingine wa bonde. Ibrahim alayhi salam akiinua mkono akamwomba nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo tunamalizia kisa yetu tukisikia Mtume Ibrahim alayhi salam alionua mkono, aliambia nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. Ya Allah, nimewacha baadhi ya familia yangu katika bonde ambaye haimei mimea yote, lisilokuwa na mimea yote ya Allah, karibu na nyumba yako ya Allah, kwenye nyumba yako takatifu. Katika hiyo ardhi ilikuwa ni takatifu kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliumba hiyo ardhi. Hiyo ardhi ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni Makkah. Allahu Akbar. Anasema tulimwacha katika hii ardhi yako takatifu ya Allah, nimewacha familia yangu, dhuria yangu hapo, na hakuna mimea yote ya Allah inamea. Lakini Mwenyezi Mungu anataka wafanye nini? Rabbana liyuqimu salah. Ya Allah, nimewacha familia yangu hapo ili washike sala, ili wasimamishe sala ya Allah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim. Ya Allah, ya Allah, zijalie nyoyo za watu zielekea kwao ya Allah. Ni nani roho yake leo haielekei Maka ya Allah? Nani roho yake leo haielekei Maka? Nani atakuenda Maka? Sisi wote tunaipenda kuenda Maka. Ibrahim alayhi salam aliombea wakati hiyo akisema, ya Allah, zijalie kila moyo zielekee kwao ya Allah, na hao familia yake pia, wale watu ambayo watawapata pale ya Allah, wafanye hao wapende sana. Allahu Akbar. Angalia Mtume Ibrahim alayhi salam hakusema ya Allah wapatie chakula mara kwanza, alianza na sala, akaanza na social life akisema ya Allah wapatie social life, ya Allah lete binadamu karibu yao ndo wapate kukaa na wao. Na ya tatu akaombea sasa, warzuquhum minathamarati thamarati la'allahum yashkurun. Abu angalia amefatanisha rizq na kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema ya Allah waruzuku na matunda ya Allah ili wapate kukushukuru ya Allah, waruzuku na chakula na matunda ya Allah.
Abu angalia Mtume Ibrahim alayhi salam. Mtume Ibrahim akaenda akawacha bibi yake na ile mtoto mdogo, ile chakula siku moja, mbili, tatu ikaisha. Mama hana chakula. Mama sasa anajaribu kutafuta chakula, mtoto anaanza kulia, ile matiti yake imekauka, hawezi hata mpatia maziwa. Mtoto anaanza kupiga chini mguu, anaanza kulia. Mama sasa anaanza kukimbia, akaipanda mlima ya kwanza, ilikuwa inaitwa Safa. Akapanda juu, anaangalia kama kuna caravan ama kuna watu karibu wanapita. Anarudi tena mbio chini kuja kuangalia mtoto ni nini happen kwake. Anakimbia, kuna mahali anakimbia, anakuja anamuona tena, anakimbia na mbio, anapanda juu ile mlima mwingine. Hiyo ni mlima ya Marwa. Alifanya hivyo 7 times. Wallahi sisi Waislamu tukienda haji, tukienda umra, mpaka sai millions and billions of people walipande juu ya hiyo mlima ya Safa na Marwa kumemorate nani? Mama yetu Hajar. Leo tunamalizia kisa yetu hapa, tukiendelea kesho tunasema wa sallallahu wa sallama wa barak ala sayyidina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdi, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.